tunataka tununue smartphone. Wangapi hawana smartphone humu kanisani? Baba Askofu hapa anaweza kukununulia smartphone. Kwa hiyo tunaomba Mungu mwaka 2026, Mungu wetu ni Mungu wa mipango na matumaini. Ni ombi langu mimi kanisani kwangu, tunafunga na kuomba kwa ajili ya kijana kununua smartphone. Kuwa na smartphone sio dhambi, si ndio Baba Askofu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha unamuomba Mungu. Usipokuwa na smartphone kwenye karne hii, unapitwa na mambo mengi. Anasema mimi ya kwangu kiswaswadu Bwana. Mambo yenu huko mnaangalia dhambi na sijui nini na kueleza. Tunahitaji kila mshirika wa DNPC Dongobeshi amiliki smartphone mwaka 2026. Kwa hiyo naombea kwa Mungu. Smartphone ni kifaa kinachofanana hivi, ni simu janja, wanaita simu janja. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio dada Neema? Unaye? Hebu tuone ya kwako, ya milioni ngapi? Inaweza ikatoa mahali, unaenda kuomba mchumba, wanasema utatuletea smartphone 2. Hatutaki tena ng'ombe 10 sijui nini. Tuletee smartphone 2, moja ya baba mkwe, nyingine ya mama mkwe, basi mahali imeisha. Si ndio Neema? Mchumba akija waambie bwana, sisi tunatoza mahali ya smartphone. Hatutaki mambo ya ng'ombe sijui nini, kwa sababu kila kitu katika teknolojia sasa hivi kiko kwenye simu janja. Kwa hiyo nilikuwa ninaliombea kanisa, kama hauna smartphone fikiria kununua moja. Fikiria kila familia moja kuwa walau na smartphone, baba au mama. Fikiria mnunue ka smartphone kenu mnakatumia na hivi na vile, kanaweza kawasaidia katika mambo mbalimbali. Mtoto yuko chuoni kule anasema mama nitumie cheti, mnapiga picha, mnaskani, alafu mnamtumia. Matukio yanayoendelea, dunia imebadilika. Kwa hiyo ninakuomba na ninakuombea kwa Mungu, kama ni kijana ni binti, hakikisha Mungu anakupa neema na anakufungulia mlango. Haleluya! Hii ibada naipenda sana. Ibada ya kuombea watu kununua smartphone. Funga, omba, mwambie Mungu ninahitaji simu janja, kwa sababu ni kifaa sana cha muhimu sana ndani ya kanisa. Jambo la tatu nililotaka niombe ni kufungua account. Sema kufungua account. Ni wakina nani wana sanduku la posta? Sanduku la posta 74 Dongobeshi. Sasa yale mambo ya sanduku la posta Mama Epi yamepitwa na wakati. Ukinunua smartphone kama hii, wanataka uwe na account ya Gmail ili uweze kufanya kazi. Kwa hiyo josephat.kiaruzi@gmail.com. Kwa hiyo nilikuwa naiomba idara, msitubabaishe na mambo makubwa. Tunataka kila mshirika wa kanisa awe na email address, hata kama hana simu, hata kama hana kompyuta, kwa sababu akienda kujisajili kwenye mitandao huko halmashauri, kwenye vikoba, kwenye shughuli zingine, wanamtaka awe na Gmail account. Tunataka account yako ya Gmail. Kwa hiyo ninawaomba mnisikilize kwa makini. Tunamtaka kila mshirika ndani ya kanisa letu walau tuweze kumwelimisha, hata kama hana simu lakini ana Gmail account, na tunamfundisha. Kwa hiyo tutawataka hao jamaa ambao wamesema wamesomea miaka 3 watusaidie kila mshirika kumwelimisha kwamba hii account unaweza ukawa nayo, alafu hauna hata kompyuta au na simu, lakini ukienda mahali fulani unamwambia niingizie account yangu ya Gmail, alafu mimi niweze kupata mambo yangu mbalimbali. Simu yangu hii mimi ikiharibika, ikipotea, ninaenda kwa huyu dada namwambia ninaomba simu yako, naweka account yangu, alafu ninapata mambo yangu yote ninayohitaji, alafu namrudishia simu yake na anaendelea na maisha. Kwa hiyo ninawaomba watu wa ICT na TEHAMA watusaidie, watu waweze kuelewa kwamba tunahitaji account. Kama vile ambavyo una kitambulisho cha NIDA, ndivyo ambavyo katika dunia ya sasa tunakuhitaji uwe na account ya email. Sasa hiyo maneno mimi ninayaomba na nitupie mzigo huo kwa watu wetu wa ICT waweze kutusaidia. Jambo la mwisho Baba Askofu, sio la mwisho lakini naomba nielezee kwamba kila mtu ambaye ni mshirika wa kanisa letu na anaingia humu kanisani, tunamuomba afungue account ya WhatsApp. Kila mgeni anayekuja, kwa sababu mahubiri yetu, matangazo yetu, shughuli zetu mbalimbali tutakuwa tunaziweka kwenye account ya WhatsApp. Kwa hiyo mimi ninaishi Dar es Salaam, lakini kila kinachoendelea hapa Jumapili najua kinachoendelea. Leo kuna mtu katoa
mbuzi. Leo kuna mtu katambulisha mchumba. Leo kumbe wamehubiri hivi. Leo kulikuwa na msiba. Leo kulikuwa na mchango, kuna uhamasishaji hivi. Kwa hiyo nilikuwa ninawaomba kwamba nimeona tuko wangapi kwenye WhatsApp? Hatujazidi hata 100. Na hili kanisa lina watu zaidi ya 500 ambao ni washirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba watu wa ICT na TEHAMA wahakikishe kabisa kwamba washirika wote ambao wana simu janja, hata mgeni aliyefika leo, sisi kumweka kwenye akaunti yetu haina hasara yoyote, kwa sababu alipi kiingilio wala afanye chochote, kusudi aweze kujua taarifa zinazoendelea, mahubiri yanayoendelea. Mimi baba askofu waga nikimaliza napeleka kwa watu wa TEHAMA, aisema mahubiri yangu ni haya hapa, kwa sababu mahubiri yangu yote nayaweka humu. Kwa hiyo usihangaike na kuandika notes na hujasikia. Nikimaliza mimi na compile zile notes zangu, ninampa mtu wa TEHAMA, anaziweka kwenye group letu la kanisa. Kwa hiyo inakuwa rahisi sasa kuwahubiria watu, hata mtu ambaye hakuja kwenye ibada. Jana baba askofu tulipoenda kule Haydom, mimi niliandika ule ujumbe wako uliohubiri, nikapiga picha 2-3 nikazirusha kwenye group la WhatsApp. Kwa hiyo watu wamejua kwamba baba askofu leo alikuwa kule Haydom na amewafundisha wanafunzi na tumemuona. Kwa hiyo ninaomba kila ambaye ni mshirika wa kanisa letu kwa ibada hii ya leo ambayo tunaongelea idara, hakikishe kwamba ameingizwa. Na ninaomba watu wa TEHAMA wawe na hamasisha kwamba jamani, mshirika yeyote ambaye anataka leo tumuadi kwenye grupu, tunamuadi. Kama una rafiki yako yeyote ambaye umemwona ni mshirika wa kanisa letu, amekuja bado ni mgeni, wewe muendee, bwana ise tuna grupu la kanisa, unataka tukuadi? Anasema na mimi ni adi, kusudi aweze kujua kile kinachoendelea kwenye kanisa letu. Na hiyo huduma inatolewa bure wala haina gharama yoyote. Mpaka sasa baba askofu, tuna watu 54 tu kwenye grupu la WhatsApp. Na nimeangalia labda mtanisaishia watu wa ICT. Kwa hiyo nilikuwa naomba watu wa ICT, kanisa letu hili na watu zaidi ya 500 ambao waliwahi kuabudu hapa, waliokuja mahali hapa, hata MKKT hata MTAG anaruhusiwa kuwa sehemu ya group letu la WhatsApp, kwa sababu sio kosa wala haizuiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kwenye Facebook nimeona wamesema tuko 150, sio wengi sana. Instagram tuko 273 nimeangalia. Lakini baba askofu, niombe tunakaoendelea kwenye malengo yetu ICT simple, tunataka live stream, tunataka ibada za live. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moja ya malengo niliyokuwa ninayatamani kuyasikia wakiyaongelea, tunataka ibada live. Tunataka mimi hapa kanisani kwangu kuna ibada live inaendelea. Mimi ni mshirika wa Kijitonyama KKT. Kila asubuhi kuna morning glory. Nikiamka nikitoka mahali hapa kwenye morning glory ya hapa, ninamsikiliza Dr. Eliana Kimaro kule Kijitonyama, ninamsikiliza mwingine. Nina makanisa zaidi ya 5 ambayo ninaweza nikaswitch, nikasikiliza mahubiri na nikajifunza. Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunataka kanisa letu tuweze kwenda live stream. Baba askofu, mtandao hii tunayoiongelea ni biashara, kwa sababu mwisho tukiwa na followers wengi, tukiwa na watu wengi wanaofuatilia website zetu na kufuata, tunaanza kulipwa na hao watu wa mitandao wenyewe, kwa sababu ni biashara. Kwa hiyo mwisho wa siku wanaweza wakatulipa na idara ikaweza kupata mapato.